cheat. Ndio. Mimi ndio niliyehusika nacho. Usishtuke. Lakini sielewi kama mimi kweli nilifanya hicho kitu, maana hata mimi silikumbuki vizuri. Yaani nakumbuka kama kitu kilichotendeka zamani sana. Yaani pia wakati ninafanya ile tukio sikuwa najielewa. Yaani nilikuwa ni mtu ambaye yani nakontroliwa na kitu fulani. Nifanye kitu kibaya. Ndio maana nimeamua kuambia. Pia acha hivi. Nilitenda mengi mabaya. Kila kitu nitende na ambacho hata nilijaribu hata kumkufuru Bwana Mungu wangu aliyeniumba mimi na kanipa pumzi na kanifanya hadi leo hii bado niko hai, lakini kajaribu hadi kumkana. Yeye niambie, huyo ni mtu gani hapa duniani anaweza hadi wa sasa kwa iko hapa? Yaani hata mimi hapa nilikuwa nawaza nikajifunge kamba kajitie kitanzi. Kitanzi? Ndio, maana naona hiyo ndio itakuwa njia rahisi ya mimi kuepuka matatizo yote ya hii dunia. Sina jinsi tena ya kuendelea kuishi wakati niliwaumiza watu wengi sana. Wewe vipi? Umeona kujitia kitanzi ndio suluhisho la kusafisha matatizo yako yote? Ndio, kwa hiyo nataka nifanyeje? Hadi Mungu mwenyewe anachukia watu ambao wanamwaga damu na wenye wanasababisha maafa. Sasa nataka nifanyeje? Ukifikiria mara mbili. Sasa ngoja nikwambie jambo. Hapa cha kufanya ni katubu na ukaombe msamaha kwa wale wote uliowakosea. Kwa nadhani nikifanya hilo tu nitakuwa naepukana na kila kitu na mambo yote yanayoendelea hapa mjini. Kwa sababu Mungu ni mwenye huruma na hata akamtoa mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu ili asulubiwe msalabani kwa sababu ya kusafisha dhambi zetu. Kaka, naomba umkanye Milk aache kufuatilia mambo yangu. Kwani huyo Milk wewe amekufanya nini? Na huyo Milk si mdogo wako wewe? Hivi wewe washindwa kumudu Milk? Milk amekufanya nini kikubwa ambacho wewe huwezi kuongea naye, kumketisha chini, ukamtuliza, mkaongea, mkaelewana, hadi paka uniletee mimi mashtaka kuonyesha kwa wewe amekushinda? Hivi kama mimi siku nitakuwa sipo, wewe unaweza kukaa na Milk ukaongea naye kweli? Na licha ya hayo, mama alivyoondoka akasema akaondoka hapa ulimwenguni, alituacha mimi na wewe tumwangalie Milk. Na wewe sasa na kuona washindwa, na pia tabia zako wewe hazieleweki. Kila siku kiguna njia, kushika mbalambata hizo kupeleka huko sijui unapeleka wapi. Kila siku. Kwa nini mdogo wangu usitulie ukawa kama wasichana wengine wenzenu ambao hapa kijijini wametulia, hata wewe mwenyewe unawajua? Tunaumia mateso mengine kisabetika. Hata nimekuelewa. Sawa, kama unadhani nikiomba msamaha ndio utasafisha roho yangu na matendo yangu yote, basi nipo tayari. Tenda guu kwa guu kuomba msamaha kwa wale wote niliowatendea mabaya, kuwakosea na hata kuwaumiza kinafsi na kiroho. Sawa, mimi nitakwenda tu. Kwa sasa maisha yako iliyobakia hapa duniani inafaa umuombe Mungu, uwe unaenda kanisani ili ukifika mbinguni uwe lala pale peponi. Sawa, nitatenda yote haya. Ila kwa nini unaniambia haya yote? Na wakati wajua hatakuwa hata siku moja kuelewana. Niliwachukulia kwamba marafiki zangu wa karibu sana, wote waliwahi kunikimbia. Na wewe na ambao ulikuwa adui yangu, tulikuwa tupatana tuelewani kabisa, ndio nilikuwa mstari wa mbele sana kunishauri mimi. Sasa unaweza kuniambia kwa nini, ubinadamu gani ulionao wewe hadi nifikia hadi kunishauri mimi nilikuwa adui yako kwamba nisijinyonge, nisijitie kitanzi, bali nikaombe msamaha ili nisamehewe yale yote niliyokosea? Nakuuliza tu, swali langu ni moja tu. Kwa nini unatendea haya yote? Kwa mimi nani hapa kwako?
hadi wanitendea haya yote. Mungu mwenyewe anasema anaweza kusamehe mtu, na iliandikwa kwenye Biblia, samehe wenzako 7 mara 70. Na hata kama una adui yako aliyekukosea, msamehe. Hata pia mimi kuna siku nilitaka kuuza nyumba, ila Mungu alinipa uwezo nikaacha kuuza nyumba. Ukawa kama wasichana wengine wenzenu ambao hapa kijijini wametulia, hata wewe mwenyewe unawajua. Sawa kaka, nimekuelewa na nitabadilika. Sawa, na unajua mimi nimebakisha siku kidogo sana kuondoka zangu, maana muda na jambo lilonileta hapa kijijini nimeshakamilisha. Kwa hiyo sina budi mimi hivi siku 2-3 nikawaacha. Kaka, kwani nataka kuelekea wapi? Na hilo jambo lenye lilikamilisha jambo gani? Maana mimi sikuelewelewi. Jambo lilokuwa limenileta hapa kijijini lilikuwa ni kuja kutuliza usalama wote wa hapa kijijini. Na namuona sasa, kwa sasa Arasi amebadilika, amekuwa mtu mzuri, amekuwa kaka mzuri, mtu wa kanisa. Hata si Jumapili wao limuona kanisani akipiga makofi kama sio yeye. Mtu aliyekuwa katili sasa amekuwa Sunday master, amekuwa mwalimu wa Sunday. Ni hili jambo kubwa ambalo sasa mimi nilikuwa limenileta hapa kijijini, na sasa nimeshakamilisha. Sina budi mimi kuwaacha, na ninapoelekea hata unafahamu, unajua sasa sisi ni watu, tunapaswa tujitegemee. Tunapaswa tufanye kila jitihada sisi tufanye maisha yetu tuyabadilishe yawe mazuri. Unaona hali tulionayo iko ya chini. Hata kama sisi hatukosi zile basic needs kama chakula, mavazi, lakini sasa si tanibidi mimi nirudi tena nikatafute katika harakati zangu. Maana sasa usiposoma katika hii dunia hakuna elimu, ndo kila kitu. Elimu ndo funguo wa maisha, mdogo wangu. Ndio maana mimi tanibidi nirudi zangu. Kila laheri uendapo, Mungu akutangulie. Sawa mdogo wangu, nakushukuru, ila naomba uwe mtu mzuri, uwe mtulivu na ufanye mambo mema. Mambo ya kuzunguka mtaani kila siku mbea mimi siyataki. Nataka wachane nayo kabisa. Uwe dada wa kuigwa. Sawa, nimekuelewa. Sawa, kama umenielewa ni vyema. Tuelekee nyumbani. Kweli nimeamini kwamba binadamu tuko tofauti. Maana kuna binadamu wengine wana roho mbaya, ni makatili, lakini kuna wengine waliumbiwa mioyo ya kusamehe na ya kuelewa ili emotions za wenzao. Kweli wewe ni mtu kati ya hao watu, na siko ona watu kama wewe. Pia watu wengine alikuwa ni Aravya na Milk, na ambao niliwahi kuwafanyia mambo mengi sana, vitingu vya kila aina, lakini hawakuwahi kulipiza kisasi kwangu, maana walijua kwamba sijui nilitendalo. Kwa leo nimeamini, na asante pia kwa ushauri wako, maana bila wewe senge ilikuwa niko ahera magengeni. Pia samahani sana na asante kwa ushauri wangu. Mwanzo kati ya watu ambao nataka kutanguliza msamaha kuomba ni wewe. Nahitaji msamaha wako, maana nilikosea, nilikuwa sijielewi. Kwa ningeomba tu nisamehe. Pia nenda kwa wale wote, katangaze kwa wale wote niliowakosea kwamba bila mwanzo. Natanguliza samahani zangu kusema pole kwa wote kama nilikuumiza, nilikutendea mabaya. Samahani sana. Hata bila samahani, mimi nimekusamehe kwa yote. Asante. Na pia kuhusu Arabi, hawezi kupiliza kisasi kwa sababu anajua ukipiliza kisasi ni dhambi. Kweli nimekuelewa. Asante pia kwa ushauri wako. Sawa, basi nifanyie kazi. Sawa. Sasa ulikuwa elekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea huko shambani. Sawa, tutaonana baadaye. Mimi bado niko huko hapa. Mimi naondoka. Sawa. Kwa leo nimeamini kwamba kuna binadamu na wanadamu, na mwanadamu mwenyewe nilikuwa ni mimi,
na huyu aliyekuja hapa ndiye binadamu. Maana wote waliwahi kunichukulia mimi kama ndugu yao, na mimi niliwachukulia watu vibaya sana. Kwa hiyo nimeamini kwamba binadamu tupo wengi, yaani duniani tuliumbwa watu wengi wenye kila aina ya roho za upole, katili na wenye huruma. Na wao alikuwepo hapa, hiyo katika kundi la watu wenye huruma, alinihurumia sana, na pia itanibidi nitilie maanani yote aliyoniambia, maana asiyesikia la mkuu vunjika guu. Hata kama yeye sio mkubwa kiumri kwangu, ila nitabidi nisikize ushauri wake, maana ushauri bora sana. Itanibidi niende kuomba msamaha wote niliowaudhi na kuwatendea mabaya, kama Ravya na mwenzio Emil, maana wote nafahamu niliwakosea. Haya mengine chuki, information twachukiana. Haya mengine tunalaumiana, tunalaumiana. Kisa Betika unisicha. Oya mtu mkavu, ni muda sasa. Umeniita na hakuna chochote ulichosema cha maana. Kama huna chochote sema, mimi ni sepe zangu. Unatambua sasa ni mida, watu sasa ndio wana time. Kwa hivyo wewe sema tu, mimi ni chape zangu ama utasema chenye umenitia hapa. Umeniitaje? Acha ushenzi bro, yaani unanipiga mimi? Tulia bro. Wako kunipiga? Tulia, acha nikwambie kitu. Nitulia wakati umenipiga kibao. Hiyo ni lazima. Ewa vipi wewe? Sije kwa bangi zangu za kuchezeshea hapa. Babu wasemaje? Wasemaje kwa natakaje bro? Takuzingua kinoma. Nisichezee. Kama uko tani kulikusaulisha kwamba mimi nani hapa kijijini, bro nitakufundisha. Wasemaje? Tunaumia, mateso mengine kisa Betika. Haya tanaumiza, si kwamba Betika tumeisahau, ila tunaumia, hatutaki kusema. Tunaumia, hatutaki kusema. Tunaumia. Haya mengine chuki, tunalaumiana sana. Haya mengine tunalaumiana sana. Haya mengine tunalaumiana sana. Sana. Haya mengine tunachekwa, eti kisa mali tumezipoteza. Mama baba ametukimbia, amefariki ametuacha. Mimi na kaka twapambaniwa sana. Tunajipambania sana. Kakangu ni shujaa, atatuokoa kwenye nchi, atatulinda na kutokoa na mabaya yote. Kaka atatulinda sisi. Huyu kaka mkakamavu atatulinda sisi. Huyu kaka mkakamavu atatulinda sisi. Kakaangu tulinde information siku zote. Yaani namaanisha umbea umezidi mtaani na chuki zote. Haya makosa ninayopitia, thamani kubwa nimezikimbia. Haya yote ninaumia. Haya mengine chuki, tunalaumiana sana. Haya mateso balaa tunayopitia, magaidi wametuharibia. Siku za shujaa zinakimbiwa. Haya yote tunaachiwa sisi, twapambanie binadamu sio watu. Siku zote atakumaliza. Binadamu wengine ni wabaya, wanachuki na watatumaliza.